Watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Niko hapa kwa ajili ya kuendelea na vipindi mbalimbali. Siku ya leo ningependa tuendelee na mada zetu na elimu zetu zinazohusu ndoto. Ninapenda kuwaletea sana elimu za ndoto kwa sababu zimekuwa zikiwakuta watu wengi katika maisha yao, na ndoto imekuwa ni mtiririko wa maisha ya watu kila siku. Kila siku ndoto zipo na kila siku zinawakuta ndoto, kwa sababu zinapowakuta ndoto zile zinakuwa zinaashiria, zinakuwa zina maana fulani. Kwa hiyo mtu unapokuwa unaota ndoto, inakuwa ni vizuri kujua kwamba hii ndoto ina ishara gani. Kwa hiyo siku ya leo ningependa tuende kwenye ndoto ya mtu anapokuwa unaota unakula nyama au unalishwa nyama. Kuna vitu viwili hapa lazima mvielewe. Kuna kuota unakula nyama. Ukiota unakula nyama, inakuwa ina maana ya una hamu ya kutaka kufanikiwa, una hamu ya mafanikio. Yaani wewe una hamu ya kufanya mambo mazuri katika maisha yako ili uweze ukafanikiwa katika mambo yako. Yaani ni ile hamu ya kufanya kitu, ile hamu ya kufanya kitu cha mafanikio ili utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hiyo ni ishara ya moja wapo ya kwamba unaota unakula nyama. Yaani unakula nyama. Alafu namba 2 ni kuota unalishwa nyama. Kaa unielewe vizuri hapa. Kuna kuota unakula nyama na kuota unalishwa nyama. Hii kuota unalishwa nyama ina maana zinakuwa ni mambo umekuwa unatumikishwa na wachawi. Yaani ni vitu ambavyo ni uhalisia. Ina maana wewe upo unatumikishwa kichawi, na katika tawala za kichawi unakula nyama za kichawi. Na nyama za kichawi ni mijusi, ni vitu vya aina mbalimbali ambavyo wewe sasa unakula. Kwa hiyo ndio maana hata kuna siku nilishawapa elimu kwamba usipende kukaa ndani na mijusi ya aina mbalimbali, kwa sababu ile inakuwa ni vitu ambavyo vinawapelekea wachawi taarifa, na ni vyakula wanavyotumia wachawi. Kwa hiyo unaweza kaa na mijusi ndani, kumbe ile mijusi inakuwa inachukua taarifa zako inapeleka kwenye tawala za kichawi, au ni wachawi wanaitumia kuweza kuchukua siri za nyumbani kwako kupeleka katika falme za kichawi. Kwa hiyo unapokuwa unaota hizi ndoto zinakuwa zina maana hayo. Vile vile unaweza ukaota kuna ndoto unaota nyoka. Unaota nyoka ina maana nyingi sana. Hii ndoto ina maana nyingi sana mtu unapokuwa unaota nyoka, na inakuwa ina ishara nyingi sana. Kuna tafsiri nyingi sana katika ndoto hii, lakini tafsiri chache ambazo nitakupa ni tafsiri hizi. Maana ya ishara ya nyoka ina maana ni ishara ya jini mahaba. Ishara ya jini mahaba, unaweza ukamwota nyoka akawa ni jini mahaba ambaye amekutawala katika maisha yako, kwa sababu majini wanapenda kuja kwenye ishara ya nyoka. Sasa na jini mbaya akisha kuja kwenye ishara ya nyoka, ina maana huyo sio jini mzuri, ina maana ni ishara mbaya. Kwa hiyo jini mahaba siku zote hajawa ni msaidizi kwa mwanadamu, hajawa anamsaidia kitu chochote mwanadamu, awe kwa mwanaume au kwa mwanamke. Ni ishara mbaya tu, ni ishara mbaya. Alafu nyoka vile vile ukiota ni ishara ya uadui, ni ishara ya uadui. Na maana kuna uadui ambao umekuzingira au kuna uadui ambao umekukumba. Kwa hiyo ndoto nayo inakuwa ni ishara mojawapo ambayo sio ishara nzuri unapoota nyoka. Vile vile unaweza ukawa unaota nyoka au sio ukiwa amejikunja. Unaweza ukamwota nyoka akawa amejikunja. Unaweza ukaota nyoka akawa amejikunja, ina maana umefungwa kwenye mambo yako. Ina maana mambo yako yamechukuliwa yakafungwa. Ndio maana ya kuota nyoka amejikunja. Ina maana ishara ya kwamba wewe unayeota kwa saa hiyo ndoto, ina maana mambo yako yamejikunja. Kwa hiyo nimewaelekeza hizi ndoto ni ndoto tofauti ambazo zina maana tofauti, ambazo nilishawaeleza hapo awali kwamba nyoka ana ndoto, ana ishara nyingi sana. Ndoto ya nyoka ina ishara nyingi na ina tafsiri nyingi sana. Kwa hizi ni tafsiri chache nilizokuelekeza ambazo zinaashiria unapokuwa unaota nyoka. Vile vile unapokuwa unaota unakula nyama au unalishwa nyama.
Nafikiri hizi ndoto mmeshazielewa kwa uchache maana yake. Naombeni mnapokuwa mnaota hizi ndoto zifanyieni kazi. Sio kila mtu kila siku mtu unataka ujue tafsiri ya ndoto, alafu unaiacha, unaacha matatizo yanaendelea. Unaambiwa kwamba hii ndoto ina ishara hii. Badala ya kujikwamua kwenye hayo matatizo ili hiyo hali itoke, kwa sababu unakuwa umeandamwa na mapepo wabaya. Mapepo wabaya wakutoke katika maisha yako. Wewe kila siku ni mtu wa kutaka kujua ndoto, lakini hautaki kujitoa kwenye hizo changamoto ambazo zinakukabili. Hiyo itakuwa inakuumiza kila siku, na hiyo itakuwa inakuijia kuchukua changamoto wewe kwenye maisha yako kila siku, kwa sababu utakuwa unaota kitu ambacho haujakitatua, haujakitoa kwenye maisha yako, yani uadui ambao upo unaishi kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndugu zanguni, kwa uchache kwa siku ya leo ningeomba niishie hapa. Nashukuruni sana. Kikubwa ni muendelee kusubscribe channel yetu ili muendelee kuwa ni watu wenye kufuatilia hivi vipindi vya Dr. Chikalamoto, tuendelee kuwa pamoja. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana.